ni katika falme fulani huko Nigeria. Leo kuna mfalme amekuja kwa mganga kuomba kuimarishwa. Mfalme akiwa na walinzi wake pamoja na mwanamke mmoja wa kafara. Mganga anasema umeleta kafara nzuri sana, bado ni bikira, na kwa kafara hii utakuwa ni mfalme imara na hakuna kiumbe atakuja kukuangusha. Baada ya kafara, kuna huyu mzee Mateso aliitwa kwa mfalme. Mke wake anasema hivi, kwa uovu wa mfalme bado unaitwa na unaenda. Mzee anasema tena, funga bakuli lako, kama kuna maovu anafanya hayakuhusu. Mke wake anasema kula kwanza basi ndio uende. Mzee Mateso anasema atakula ikirudi na kisha anaondoka. Mke wake anaamua kumtuma binti yake Chandimu kumpelekea chakula mzee Mateso. Chandimu ni binti ameumbika haswa, mwendo wa twiga, shepu kama Hamisa. Chandimu alipofika kwa mfalme, alimkuta baba yake akiwa anaongea na mfalme. Baba yake anamuuliza, umekuja kufanya nini? Chandimu anajibu, nimekuletea chakula. Baba yake anaonesha kutopendezewa na kitendo kile, anamvuta pembeni na kuanza kuongea kwa ukali. Mfalme anamtuliza mzee Mateso, kisha anauliza, huyu ni mtoto wako? Mzee anasema ndio. Mfalme anasema, una mtoto mzuri hivi na husemi? Mfalme anawaita walinzi wake na kuambia, niwekeeni ndani hiki kitoweo changu cha usiku. Mzee Mateso alimuomba mfalme asimfanyie hivyo binti yake, lakini ikashindikana. Haraka haraka anarudi nyumbani na kumweleza mke wake. Wawili hao wanaandamana na kwenda kwa mfalme kuomba binti yao aachiwe. Wanalia na kusaga meno wakisema, Chandimu ndiyo mtoto wetu wa pekee, tunaomba umwachie. Mfalme anainuka na kusema, mzee Mateso, mwanao ni mtamu, lakini mke wako ni mrembo. Anawaita walinzi na kuwaamuru kumpeleka mke wa Mateso chumbani. Mateso alitamani dunia isimame ashuke, lakini mke wake aliona hawezi kukubali dharau hiyo. Anachomoa kisu na kujaribu kumchimba biti mfalme, lakini mfalme anasema, huwezi kuniua mimi kirahisi hivyo. Kisha akaamua kumuua yeye huku Chandimu akiwa anaangalia. Mateso akaona haiwezekana na yeye ajaribu kupambana, lakini haikuwa bahati na yeye anauliwa. Mtaani mambo yamekuwa ni ya ovyo. Mke wa mfalme anakuja na kuzungumza na mume wake. Mwanamke anasema, mtaani mambo yamekuwa magumu, watu wauawa na watu wasiojulikana. Wanakijiji wote wamekuwa na hofu kwa sasa, na wewe upo, hakuna hata kauli yoyote umetoa. Mfalme anapaniki na kumpiga kofi mke wake, kisha akaondoka. Mke wa mfalme anaingia ndani na kuanza kulia. Mtoto wake anakuja na kumuuliza mama yake kuna shida gani. Mama analia na anashindwa kusema. Mwanaye anauliza, ni baba tena? Mama anajibu ndio. Kijana anatoka na kwenda kuzungumza na baba yake. Anafika anamwambia, baba, tunaweza zungumza? Mfalme anasema kula. Mwanaye anasema, baba, mimi sina njaa. Mfalme anasema, nikisema kula unatakiwa ule. Dogo achukua muhindi, kisha akaambiwa akae na aseme nini shida. Dogo anasema, mzee, wewe ni mfalme, umeaminiwa na miungu uongoze falme hii, lakini unachomfanyia mama. Kabla hajamaliza kuongea, mfalme anasema, yule ni mke wangu. Dogo anasema, mzee, tunazungumzia suala la mama yangu. Mfalme anasema, huyo ni mke wangu na sitaki uje kuingilia maisha yangu mimi na mke wangu. Hili ndio litakuwa onyo la mwisho. Dogo anaomba samahani na kuinuka. Kabla hajafika mbali, mfalme anamuita na kumwambia, rudisha muhindi. Siku iliyofuata, mfalme akiwa kwenye matembezi anakutana na wapendanao hawa. Mfalme amevutiwa na haka kamanzi. Mfalme anamwambia, binti, leo umebahatika kuwa mke wangu. Jamaa anasema, huyu ni mke wangu, kilichompata hatokuja kusahau. Mfalme alikuwa amefungia warembo wengi kwenye banda. Mfalme anafaidi sana, na mimi nikiwa mkubwa nataka kuwa kama yeye. Warembo wanalalamika kwa kile mfalme anawafanyia, wanabembelezana wenyewe kwa wenyewe. Nje kuna walinzi na mitutu ya bunduki. Leo wazee wa kijiji wamekuja kwa mfalme, wakiwa wenyewe wanapiga umbea. Mmoja anasema kafungia warembo wote, vijana wanabaka mbuzi tu huko mtaani. Mfalme anaingia, wote wanakaa kimya. Mfalme anasema, nasikia kuna vikao vya siri mnafanya huko mtaani, huwa mnazungumzia nini? Mzee anasema, mbona hakuna vikao vya siri tunafanya mfalme? Mfalme anamtuliza, leo mmekuja kufanyaje? Mzee mmoja anasema, malalamako yamekuwa mengi mtaani, vijana wanalalamika wanawake wote umewafungia kwako. Mtaani vijana hawana hata kwa kupunguza uzito. Mfalme anasema, yani mmekuja kwangu kuhoji maamuzi yangu? Kisha anatoa kisu chake na kumchoma mzee. Mwenzake alivyoona hivyo akaamua kukimbia. Mtoto wa mfalme anamuuliza mlinzi kuhusu Chandimu. Mlinzi anasema wazazi wake wote wawili wameuawa na yeye yupo hapa kama mfungwa. Mara wanaletwa warembo wengine, walinzi wanawasukuma bila hata huruma. Chandimu hakupendezwa na jambo lile, anajaribu kukemea, anapigwa kofi. Anamsogelea mlinzi, lakini mlinzi anajihami na silaha yake. Mtoto wa mfalme anakuja na kumchimba biti mlinzi, anarudi kwa Chandimu na kuanza kumbembeleza. Chandimu anaringa. Mtoto wa mfalme anaenda kumwombea Chandimu atoke kwenye jela.
Mfalme anasema yule anasubiri hukumu yake ya kifo pamoja na wenzake. Mfalme anamwambia mwanaye kwamba kama unataka dem, nenda mtaani, wanawake wengi tu, lakini usije ukachukua mwanamke kutoka jela. Wale wote ni wangu. Hili ndilo litakuwa onyo langu la mwisho. Ukizoea maisha ya kwa waganga, basi hakuna jambo utakalofanya bila kwenda kwa mganga, na ukienda mara nyingi lazima akupe uchawi. Mfalme ameenda tena kwa mganga na mganga leo kamkabidhi mfalme matunguli. Kisha mganga anasema utatumia hii wakati wa vita tu. Baada ya kuhifadhi mikoba yake nyumbani, anakutana na warembo wengine. Mfalme anauliza na hawa ni akina nani? Mlinzi anasema huyu ni kuhani mkuu. Mfalme anasema kuhalme mukamata, leo atakuwa ndo mboga yangu. Walinzi wanasema mkuu, huyu ni kuhani mkuu, hakuna mtu anaruhusiwa kugusa hata ncha ya ukucha wake. Mfalme anasema mimi leo sigusi ukucha tu, nataka nikampelekee moto. Walipofika kwake, mfalme anasema hawa wawili wapelekeni jela, huyu kibonge mkaniwekee chumbani. Mara mke wa mfalme anakuja na kumwambia mume wake asifanye chochote na kuhani, maana italeta matatizo kwa falme nzima. Mfalme anamwambia mke wake, wewe kwenda zako, hujui utamu wa hii kitu. Mfalme baada ya kumaliza jambo lake, kuhani analia kwa machungu, lakini wanawake waliopo jela wanaimba nyimbo za kutafuta uhuru huku wanalia kwa machungu. Mtoto wa mfalme anakuja na angalia, anaumua moyoni, lakini hana la kufanya. Kuhani akiwa anaendelea kulia, mfalme anaingia. Kuhani anasema, kwa hiki ulichokifanya na kuapia kwa Mungu lazima utalipia. Miungu ya falme hii haitakuacha salama, lazima utakufa. Mfalme akaone kabla hajafa yeye, basi bora amuue kwanza kuhani. Nje wakiwa wanaendelea kuimba, mmoja anaanguka. Wanaomba maji, lakini walinzi wanawaambia wanawake hawa waache kelele. Mtaani anaonekana binti akielekea mtoni kuchota maji. Alipochota maji, mara binti mwingine anakuja, lakini maji yalikuwa yamebadilika na kuwa mekundu kama damu. Hii ilikuwa ni ishara mbaya sana kwa falme hii. Mfalme akiwa amelala, mara anatokea kuhani kama mzimu. Mfalme anachukua kikapu na kukifunua. Ulitoka moshi mweusi, kisha kuhani akapotea. Baada ya kumshinda vita, mfalme anamtuma mlinzi akamletee binti mmoja ajipongeze, lakini upande mwingine mke wa mfalme anaumwa. Mtoto wake anajaribu kumtuliza mama yake, lakini mama yake anasema anamuhitaji Chandimu. Mtoto wa mfalme anatoka na kwenda kumuita Chandimu. Chandimu alipoingia akamwagiza mtoto wa mfalme akachukue dawa. Mtaani nako kuna huyu mrembo alikuwa akimpelekea baba yake chakula, ambaye baba yake alikuwa kwa mfalme. Anakutana na rafiki yake, anamwambia ni bora urudi, mfalme akikuona umekwisha. Kama unahisi na kuzingua nenda. Mrembo akaona ni bora arudi nyumbani kwa mfalme. Mfalme anatoka na kwenda kuchagua mwenyewe. Leo amechagua wawili, lakini wamekunja sura hadi wanatisha. Mlinzi naye kaona haiwezekani, kaamua kujichagulia mmoja na yeye akachuje. Mtoto wa mfalme alipotoka nje anakuta mlinzi hayupo, anaingia bandani na kumchukua Chandimu. Walipozunguka nyuma ya nyumba, mtoto wa mfalme anamwambia Chandimu aende hadi kwa mzee Shimboni. Kuna chakula nimekununulia, nenda ukale na usirudi. Chandimu anasema lakini hii ni hatari. Mtoto wa mfalme anamwambia Chandimu wewe nenda. Aliporudi wanagundua Chandimu hayupo. Taarifa inaenda kwa mfalme na utafutaji unaanza. Chandimu ni anakimbia hatari. Mfalme akamfuata mwanaye na kumuuliza Chandimu yuko wapi. Mtoto anasema nimeshindwa kuendelea kuvumilia kumwona binti nimpendaye yupo miongoni mwa wafungwa wako. Mfalme akaona mwanaye sasa anavuka mipaka, akaamua kumuua. Mama tumbo la uzazi likamcheza, mapigo ya moyo yanaenda kasi kama amehisi kuna jambo limetokea. Kazi ya kumtafuta Chandimu ilikuwa ni ngumu kama kutafuta sindano iliyodondoka gizani. Mfalme amekuja na binti mmoja. Walipofika sehemu ambayo walihisi Chandimu kajificha, mfalme aliongea kwa sauti kwa kusema, najua upo hapa, kama usipojitokeza mwenyewe na muua binti huyu. Chandimu akaona ni bora ajitokeze ili kumwokoa binti yule, lakini pia haikusaidia. Chandimu alikamatwa na binti akauawa. Chandimu anarudishwa hadi jela. Wote wanalia kwa uchungu. Mazishi ya mtoto wa mfalme yanafanyika na watu wanne, mfalme na walinzi wake. Mfalme anatoa neno la mwisho kwa mwanaye, kisha anawaamuru walinzi kumfukia. Nyumbani mke wa mfalme analia, anasema kwa mambo anayofanya mume wake alaaniwe, na miungu ya ardhi hii ikamwadhibu mfalme. Upande mwingine walinzi kama kuna jambo wanaambizana kisha wanaondoka. Wanawake walivyoona wamebaki peke yao wakaitana na kuanza kuulizana, kufa tukiwa hapa au tufe tukiwa tunajaribu hata kutoroka. Suala la kutoroka liliwaogopesha wengine, lakini mwisho wote wanakubaliana jambo moja. Ilipofika usiku, mke wa mfalme anawapa sapoti wasichana hawa kutoroka. Mke wa mfalme anawaambia, nimefanya hivi ili mkienda hakikisheni mnarudi kwa ajili ya kulipa kisasi cha mwanangu. Wanawake wanapewa chimbo la waganga nguli na kuanza kuondoka.
Mfalme anagundua na kumuua mke wake. Wanawake walitembea umbali mrefu hadi wakachoka, wanatiana moyo na safari inaendelea. Warembo hao wanafika hadi kwa jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mpiganaji maarufu. Wanaomba kupewa mafunzo ya kupigana. Kijana huyo anawaambia mafunzo yataanza kesho. Siku ilipofika mazoezi yakaanza. Walifanya mazoezi ya kupigana, kutumia mishale na bunduki. Baada ya hapo wakaenda kwa mganga kujiimarisha zaidi. Walipofika kwa mganga wakasema wanahitaji msaada. Lengo lao ni kwenda kumpindua mfalme. Mganga anasema kwa sasa nafanya tambiko la yule mwamba. Wote wanapigwa usingizi na mganga anaendelea na kazi yake. Alipomaliza aliwaamsha wanawake hao. Chandimu anauliza kwani huyu ni nani? Mganga anasema huyu si mwanadamu wala si nafsi, ila yupo kwa ajili ya kulipa kisasi chake. Chandimu anasema na sisi tunamhitaji mtu kama huyu kwa ajili ya kukamilisha jambo letu. Mganga anasema huyu ana kazi yake maalum, hamwezi mkamtumia. Mganga akawaimarisha na kisha wanaondoka na kwenda kuanza vita, na Chandimu ndiye kiongozi wa kundi. Walipofika walinzi walikimbia na kwenda kumpa taarifa mfalme. Wakiwa wanapangana kwa uvamizi, mfalme naye anatoka na kuanza kuua mmoja mmoja. Warembo walipogundua kuwa wenzao wamekufa, wanakimbia na kurudi kwa mganga, huku mfalme akiwa anajitamba kwa ushindi. Waliporudi kwa mganga, Chandimu anasema mfalme sio mtu wa kawaida, tunamhitaji Obidike akatusaidie. Mganga anasema Obidike yupo na misheni yake, hakuna mtu anaweza kumbadilisha. Chandimu akaona akaongee na Obidike. Chandimu anasema na kuomba unisaidie kumwondoa mfalme, nisaidie kwa ajili ya wazazi wangu waliouawa, rafiki yangu Ikena na watu wote wa falme hii. Obidike hakujibu lolote. Chandimu anaamua kumgusa. Alipigwa shoti kama ya umeme wa voltage 500. Mtaani anaonekana kibonge mmoja anakimbia hadi kwenye moja ya nyumba ya falme hii. Anafika na kumpa taarifa binti mmoja kuwa walinzi wa mfalme wanazunguka mtaani kukusanya wanawake wote, hivyo ukae ndani na usitoke kwenda popote. Mtaani hakuna wanawake, wanaume ndio wanakwenda kuchota maji na hata sokoni. Walinzi waliotumwa kwenda kukamata wanawake mtaani wanarudi na kumpa taarifa mfalme kuwa mtaani hakuna mwanamke hata mmoja, kuna wanaume tu. Mfalme anasema piteni nyumba hadi nyumba, tafuteni. Warembo waliopo kwa mganga wanaimarishwa tena. Kisha Chandimu anamfuata Obidike na kumwambia hata kama tulishindwa mwanzo, lakini tupo tayari kujaribu tena. Kisha wakaondoka na kuelekea kwa mfalme. Walipofika wakaanza kuua mlinzi mmoja mmoja. Walinzi walianza kupeana taarifa na umakini ukaongezeka, lakini kwa bahati mbaya Chandimu anaingia katika mikono hatari ya mfalme. Mfalme anasema sasa ni zamu yako kufa. Chandimu anasema siogopi kufa. Mfalme anawaamuru walinzi wampeleke Chandimu kwenye kibanda chake. Mfalme anaingia ndani na kisha anatoka na kikapu chake. Mfalme anakifunua kikapu ili kumaliza Chandimu, lakini anakuta nyoka aliyekuwa kwenye kikapu kile hayupo. Mfalme anauliza nyoka wangu yupo wapi? Kwa mbali anaonekana Obidike anakuja. Vita iliyopigwa hapo ilikuwa ni ya wachawi kwa wachawi. Mganga wa mfalme naye anaendelea kumwongezea nguvu mfalme. Mfalme anazidiwa nguvu na Obidike haraka haraka. Chandimu anamaliza mfalme kwa kumchoma visu vingi sana. Mganga wa mfalme anajikuta anakosa connection na mizimu yake, na mfalme anakufa na falme inabaki huru.